Hii ni K-News habari. Siku hali ilivyoanza, mvua haikunyesha huko kwetu, ilinyesha maeneo mengine huko. Sasa changamoto tuliokuja kuipata ni kwenye hili daraja la hapa Mto Nzovu, liliziba. Matakataka yalikuwa mengi, kwa maji yalianza kurudi kutafuta njia, yakarudi kwenye makazi ya watu. Kama mnavyoona, nyumba imebomoka, vitu vingi kupotea, vyombo, magodoro, madaftari ya watoto, nguo za shule za watoto, vyakula, majiko, yani ndo hali halisi. Tunaomba watusaidie hilo daraja kulikamilisha haraka, kwa sababu hilo ndo chanzo kikubwa cha haya mafuriko. Watusaidie kulikamilisha hilo daraja. Pia kama tutashukuru kama endapo watatusaidia pia kwa ajili ya watoto wetu wa shule pamoja na vyakula. Saa 8 usiku. Wanakufanya nini na maji? Basi ngoja niamke. Kuamka mimi nakuta natumbukia wapi? Kwenye maji. Vitu vinaelea. Natoka sebuleni, yani hakuna pa kukanyaga. Baba inuka, watoto inukeni, tunakuta hapa nje pamefurika. Kwa hiyo hapa mimi hakuna nichokota kizuri. Vyote vimeloa taka. Mito ya kochi nimekuta imetoka kwenye miti inaelea iko juu. Pole mamangu. Pale Beketi njia ya kwenda hivi. Ilikuwa ile korongo inatusaidia sana wana Nzovu. Ilikuwa inatutesa. Toka metokoa lile na mifereja kafanya ndio kupumzika. Sasa hivi wameanza kutengeneza barabara. Ndio maana mafuriko haya yanaelekea hamna sehemu ya kukimbilia. Sawa. Baba. Tunashukuru kwa kuja kutuona. Matandiko yameenda na maji. Tunafanyaje? Tuna watoto kama hapo. Tunalalaje nao leo? Sehemu ya kulala, chakula atakuja. Asante. Ndio mzee. Karibu. Pole sana mzee. Shapoa. Shapoa. Unaendeleaje? Ndio vizuri. Pole sana. Shapoa. Uweni. Habari. Salama. Naitwa Malunenge, ndo mbunge. Nafahamu. Ndio. Nilikuwa safarini, lakini baada ya kupata taarifa wananchi wangu wamepata mafuriko, kwa nimesafiri siku kucha, nimeingia jana usiku. Nashukuru. Leo tulikaa kama mkoa wataalamu wote kujua nini cha kufanya. Sawa. Kwa tunapita kuona athari tulizopata, lakini na kuona nini kifanyike cha dharura. Sawa. Ili kukomesha mafuriko jitokeze. Kwa diwani kasema miongoni mwa wazee ambao tutawapitia wamepata athari kubwa, na wewe ni mmoja wapo. Ndio. Kwa diwani katupitisha hapa na kwetu tunaona imebomoka. Pole sana. Nashukuru. Pole. Na nadhani kwa kweli Hali ilikuwaje mzee? Hali bwana, yani ilikuwa mbaya sana ni. Kwa mahindi ndani humu, maharage yote imeondoka na mafuriko. Maji yalikuwaje? Alifikia tunashukuru Mungu hata waliweza. Yani bora ilikuwa mchana watu walipona. Lakini ingetokea usiku tungepoteza watu wengi. Jumapili mimi nilidondoka kule ukuta. Sasa leo Jumapili tena ndio hiyo imedondoka ukuta. Jirani yangu imedondoka huko. Ndio hivyo maji ndani ni kuchota tu maji. Sisi leo tulikaa kikao. Sawa. Mkuu wa wilaya na wataalamu wote. Kwa hiyo tukubaliana wote kwa pamoja, timu ya mkoa tuje hapa tuone hali ilivyo, tuchukue hatua za dharura. Sawa. Na muda mfupi na muda mrefu. Sawa. Na muda mfupi ni kuangalia wakati mvua inaendelea kunyesha nini lifanyike ili msiendelee kupata athari. Kwa ya pili ni kusurvey upya au mtaro wa maji. Je, unatosheleza kubeba ya maji toka kule juu? Sawa. Uangaliwe upya, je, uchimbwe zaidi kwenda chini, yani na uongezwe kingo ili maji yote yaweze kuingia na kwenda mtoni. Ni kweli kabisa. Hiyo itafanyika na wataalamu. Hilo ni jambo la muda mrefu, lakini la muda mfupi ni kuacha maeneo yote ambayo kingo zimevunjika zirudishiwe zilivyokuwa. Ni kweli. Lakini na kuhakikisha kuzibua zile sehemu zote ambazo zimezibwa. Kule juu kuna mitaro imezibwa na makorongo na magogo. Sawa. Wataalamu hawa wana timu zao, itapita leo hii. Nashukuru kwa kweli. Unaelewa? Nashukuru kwa kweli. Kwa hiyo muwe na imani hiyo. Nashukuru. Lakini tunaloomba, ombi letu wananchi, kipindi hichi ukiona kwamba athari inakuja, basi muombe hifadhi maeneo mengine ili isije kaja mvua kauta sasa mko ndani. Kwa kweli. Lakini la tatu, mjiepushe pia sana na magonjwa. Maana mafuriko yakija yanakuja na magonjwa ya pendo. Sasa hilo na lenyewe linataka kuchukua tahadhari kubwa. Ili tusije tukawa tunaokoa mambo ya mafuriko yakatukuta tena na magonjwa. Na maradhi mengine. Milipuko. Hilo jambo la msingi sana. Lakini niwaambieni, serikali ambayo iko chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mimi bunge wenu, tupo kuhakikisha kwamba wananchi wapate shida. Ninawahakikishia tumepita hapa, mtaona tu atakazochukuliwa. Hii ni K-News habari.